wanatumia muda mrefu sana kuimaliza. Kalenda mara kadhaa haifuatwi. Sasa kufuata kwa kalenda kumekuwa kunatengeneza mstakabali mgumu sana wa baadhi ya matukio yanaonekana anakwenda kwa tofauti sana ndani ya ligi yetu. Unajua warau kalenda ingekuwa inafika mwezi wa 5 tarehe 30 ligi inamalizika, vilabu vyetu vingekuwa vinapata walau minimum siku 60. Tunajua usajili mzuri unatakiwa timu zikae walau siku 40 mpaka siku 50 zikiwa zinachakata kutafuta wachezaji. Ndio mchakato mzuri kabisa ambao huo unakuwa mzuri. Lakini huo ni mchakato wa kutafuta wachezaji wanaotakiwa kuwa kwenye ligi husika kwa maana ya wachezaji wa ligi. Lakini kwenye mashindano ya kimataifa kwa maana zinaweza katolewa siku tu za usajili, zikishamalizika mnapewa tena siku zingine za maboresho kwa maana CAF. Sasa ukiangalia kwetu sisi kwa mwezi mmoja ambao umetolewa kwa mashindano ya ndani, maana yake nini sasa? Kwa mashindano ya ndani vilabu vyetu vitalazimika kuhakikisha kwamba viwe vimepata rekodi. Ya rekodi gani ambayo nazungumza? Rekodi ya wachezaji waliofanya vizuri wakati ligi inakwenda kumalizika. Wawe walishawafanyia tathmini ili waanze tu kuzungumza nao wao wachezaji. Kwa sababu mkiwa mmeshafanyia tathmini, unajua labda mfano kwa pale KMC pale KMC Sariboko alifanya vizuri, yupo na alikuwa ni miongoni mwa wachezaji wazuri. Labda wakina Ken Ari walikuwa wanafanya vizuri sana, kina Baraka Majogoro walikuwa wanafanya vizuri. Mnakuwa mmeshafanya club assessment kwa wachezaji ili muweze kupata mchezaji mmoja ambaye anaweza akawasaidia. Yaani maana yake nini? Swala la usajili linakuwa liko continuous. Wakati mchakato wa ligi unaendelea, wachezaji ama na walimu ama mara kadhaa nazungumzia technical bench pamoja na sporting director anakuwa alishachambua kwamba mchezaji mzuri yuko wapi. Mfano ni mchezaji mmoja nikimtazama Paul Peter, alikuwa mchezaji wa JKT Tanzania, ni miongoni mwa wachezaji waliofanya vizuri sana kwenye ligi Tanzania msimu huu ulivyomalizika. Kwa hiyo maana yake kama unampata mchezaji kama huyo, anaweza akawa ni miongoni mwa wachezaji ambao wanakusaidia. Kwa hiyo kwa maana ya dirisha ukijaribu kulitazama, linakuonesha kabisa kwamba dirisha siku hazina tatizo, siku 30 kama tu tayari timu iliainisha majina, kwa maana ya kwamba ilitafuta wachezaji. Baada ya kuwapata wachezaji ambao watakuwa nao kwenye msimu husika, imebaki kufanya negotiation na wachezaji wengine kwa maana ya maagenti wake kwamba huyu anasimamiwa na nani, huyu anasimamiwa na nani, ili kuhakikisha kwamba unawapata wachezaji hao. Itakuwa issue nyepesi sana. Mfano ukienda kwenye timu ya Namungo, yuko mchezaji anaitwa Hussein Bakari, ndio mchezaji pekee ambaye amecheza mechi zote kwa mujibu wa takwimu zilizotoka, amecheza mechi zote 30, dakika 2700. Ni dakika nyingi sana, maana karibu kila mechi alikuwepo. Sasa ukipata timu ambayo tayari ilikuwa imeshafanya assessment ya kwamba labda wakina Hussein Bakari tunawachukua, tumeweka kwenye target Hussein Kazi, yes, anaweza akawa ni miongoni mwa wachezaji ambao ni wazuri. So kwenye siku sio tatizo. Tatizo linakuja kwamba je, ndani ya zile siku ambazo nimezizungumza hapa mlikuwa mmeshaainisha? Bahati mbaya moja ya kitu kingine ambacho Tanzania tunacho, ligi ikishaisha wale viongozi wanakuwa hawana kabisa mchezaji ambaye wanamtaka, wanasubiri ripoti ya mwalimu. Kwa sababu Tanzania watu wanasajili kulingana na ripoti ya mwalimu. Mwalimu akija kusema kwamba timu hii nilionao ni nzuri, wanaweza akamuongeza mchezaji mmoja tu. Mfano ni timu gani? Labda tuchukulie mfano timu ya Dodoma Jiji ya Amani Josia. Kwenye ripoti ya Amani Josia anakwenda kwenye kikao cha OC na mkurugenzi na msimamizi wa timu, katibu, anawaambia mimi timu yangu inatosha, nataka mchezaji mmoja tu. Mwakani tutapambana, tutasalia. Maana yake lazima umsikilize. Yaani ukitazama Tanzania mara kadhaa kama timu zilizofanya vizuri, mabosi wanasubiri ripoti ya mwalimu anataka nani ili waweze kusajili. Kwa maana hiyo sasa ratiba kwa ligi kuu itaanza rasmi, itaanza alafu dirisha ndo litamalizika baadaye, kwa maana tarehe 14 ligi ndo itaanza kutimua vumbi. Wakati huo kesho yake dirisha ndo linafungwa. Itakuwa hivyo na itakuwa hivyo
kwa mazingira ambavyo kwa mujibu wa ratiba ambavyo imetoka, of course sio mbaya. Ukiangalia marginal difference hapo ni siku moja, ndio kwa sababu ligi inakwenda kuanza. Sasa ukiangalia mazingira hayo ambayo mimi na yazungumza, manake of course lazima tukiri tu ukweli kwamba ligi itakwenda kuanza, lakini baada ya ligi kuanza ndio dirisha itakuja kufungwa. Of course mpira wetu bado unakwenda kivyetu sana, bado kuna vitu haviko sawa. Nakumbuka kwa nini nimezungumza hivyo. Leo nimemsikiliza vizuri sana president wa shirikisho. Moja kitu ambacho amekigusia toka kwenye roho yake, akasema taifa hili haliwezi kutumia VAR, labda ile VS yani kwa maana ya taifa hili hatujafikia huko, anaweza akajiongopea labda hata mwenyewe. Sasa nikajaribu kuwaza, Karia huyu miaka 2 nyuma hapo alikuwepo mtendaji mkuu wake wa bodi ya ligi, alishawahi kuleta hii hoja kwamba tunakwenda kwenye video assistance referee. Lakini wakati namsikia leo amezungumza neno cost, gharama, nikaona kabisa kwamba kuna kitu ambacho hakiko sawa. Kwa hiyo kwenye hili kanda siku moja mnaanza ligi, kesho tunamaliza dirisha, kuna shida. Tunaanza ligi mara kadhaa, mbona ligi mna wengine anaanzaga tu hivyo? Hakuna shida. Mimi naona kama hakuna shida. Hakuna shida. Kwa Tanzania lakini. Kwetu sisi kwa namna tunavyoenda. Bora